mpenzi mtazamaji wa runinga ya An-Nisaa, natumaini umeshinda vyema na karibu kwenye Dira ya Dunia, ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwanza tupate yaliyomo. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga afariki dunia. Israel kukifungua kivuko muhimu cha Rafah. Marekani yaitaka Madagascar kuheshimu katiba. Ungana nami mpenzi mtazamaji kwenye habari hizi hadi tamati. Langu jina Farida Ali. Na tukianza ni kwamba Kenya yaomboleza kifo cha mwanasiasa nguli Raila Odinga ambaye ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 80. Raila ameshawishi siasa za Kenya kwa miongo mingi na hivyo kutambuliwa na wengi kama baba kisiasa. Rais William Ruto ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku 7 kufuatia kifo cha Odinga. Katika kipindi hiki, bendera zote za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kama ishara ya heshima na maombolezo. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. Aidha, Rais Ruto ametangaza kusitishwa shughuli zake zote za umma na kuwasihi maafisa wengine wa serikali kuchukua hatua kama hiyo ili kutoa nafasi ya kutafakari na kuomboleza maisha ya kiongozi huyo mashuhuri. I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded a state funeral with all attendant honors. Baada ya kusambaa kwa taarifa za kifo cha Odinga, wa Kenya hasa vijana waliandamana katika baadhi ya miji wakiwa wamebeba matawi huku wakiwa na huzuni. Wengi wameitaka serikali kuweka wazi chanzo cha kifo cha Odinga. Our father, Raila Amolo Odinga, yes. I want to tell the country, we are mourning a great leader, yes. A man who has fought for the democracy, yes. In this country. Serikali ya William Samoei Ruto ituambie mahali Raila Amolo Odinga amefichwa 2 weeks. Wameulizwa, wamekuwa wakitudanganya Raila ako hai. Kumbe huyu mtu alikufa kitambo.
Na hapa jijini Mombasa, wananchi wamehuzunishwa na kifo hicho na kumtaja Odinga kuwa alikuwa kiongozi shupavu na mtetezi wa wanyonge. Mimi nimehuzunika kwa sababu katika kukua kwangu through the university na kuendelea, tulimfahamu huyu Raila kama mpiganiaji hasa wa haki za wanyonge. Na ni hali ambayo imetusibu, tunasikia mioyo yetu imekuwa migumu. Mimi kwa jumla nimehuzunika sana kwa ajili ya kumpoteza kiongozi shupavu. Ninahuzunika kupoteza kiongozi mzuri wa kutupigania Kenya sasa. Kwa hivyo sisi tunaomboleza kwa uchungu, tumepoteza baba yetu wa kutupenda. Mimi kama mfuasi wa ODM tumesikitika sana kwa hiki kifo cha Raila, kimenishangaza sana. Sasa sisi kama watu wa ODM tumesikitika. Unatazama Anisa TV. Viongozi wa Afrika na ulimwengu kwa jumla wametaja kifo cha Odinga kuwa pigo kwa watetezi wa demokrasia barani Afrika na duniani. Mwanasiasa mkongwe Bi Charity Ngilu ametaja kuwa Kenya imempoteza kigogo wa Afrika. He was very courageous. He was a person who, once he believed in something, he did not shy away from saying this is the right thing, not for himself, but for the country. I do remember said in 2007 when he said country is bigger than anybody else, and although I believed then, I believe still today that he had won the election, he still said we'd rather have a peaceful country than have a country that is going to go into turmoil and lose so many lives. And remember the post-election violence where we had lost already so many people. So today this country is devastated, and we have lost a man of great political stature, a statesman, a person who was a defender not only of democracy but also of what you would call wanyonge. Kufuatia tangazo la Rais Ruto kuhusu ratiba ya baada ya kifo cha Raila Odinga, Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula ameahirisha kikao cha leo. Wabunge walionekana kugubikwa na simanzi na wengine kuangua vilio baada ya kupokea taarifa za kufariki kwa mwanasiasa huyo wa upinzani, huku wakitakiwa kurejea bungeni kesho. Kwa mjibu wa Spika Wetangula, muda wa kikao cha kesho utaongezwa ili kuwapa nafasi wa bunge kutoa risala zao za rambirambi. I now put the question, honorable members, which is that following the presidential proclamation issued today, 15th October 2025, regarding the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga EGH, the former Prime Minister of the Republic of Kenya, and pursuant to the provisions of Standing Order 33A and C, 31, 1, 97, and 259D, this House resolves to 1. Hold a morning sitting on Thursday, 16th October 2025, commencing at 10 a.m. 2. Adjourn until tomorrow, Thursday, 16th October 2025 at 10 a.m. 3. Extend its afternoon sitting time tomorrow, Thursday, 16th October 2025, to 2:30 p.m. until midnight. 4. Record its tributes by way of an exceptional motion. And 5. Exempt the exceptional motion on the tributes of the House from the resolution of the House of Thursday, 13th February 2025, on limitation of debate on motions and the provisions of Standing Order 97. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Je, Raila Odinga alikuwa nani hasa? Alikuwa na mafanikio gani kwa taifa la Kenya?
Meza yetu ya habari ya An-Nisa TV imekuandalia wasifu wa Odinga. Tazama hadi tamati. Ukipiga kura namna hii, wewe utahamishwa. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu, magharibi mwa Kenya. Yeye ni mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa viongozi wakuu katika harakati za Kenya kupata uhuru, ambaye baadaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo. Maisha ya kisiasa ya Raila yaliathiriwa kwa kiasi kikubwa na siasa za enzi ya chama kimoja cha KANU katika miaka 1980. Mara kadhaa alikamatwa na kuwekwa kizuizini bila kufikishwa mahakamani kutokana na harakati zake za kutetea mfumo wa vyama vingi. Kadri muda ulivyopita, alijiunga rasmi na upinzani uliopangwa. Mwaka 1992 alichaguliwa kuwa mbunge wa eneo la Lang'ata, hatua iliyomuingiza rasmi kwenye siasa za kitaifa. Mwaka 1997 Raila aligombea urais kwa mara ya kwanza, akishika nafasi ya 3 nyuma ya Rais Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki. Baadaye alianzisha chama cha National Development Party NDP baada ya kuondoka Ford Kenya kufuatia mzozo na viongozi wenzake wa upinzani baada ya kifo cha baba yake Jaramogi Oginga Odinga. Kwa kutumia mvuto wake wa kisiasa na uhodari wa kisiasa, Raila alifanikiwa kuunganisha vyama vya upinzani na kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NARC, ambao ulimsaidia Kibaki kushinda urais mwaka 2002. Kati ya mwaka 2003 na mwaka 2005, Raila alihudumu katika serikali ya Kibaki kama waziri wa barabara, kazi za umma na nyumba, lakini tofauti zilianza kujitokeza kati yao na hatimaye Raila alirejea upande wa upinzani. Wakati wake wa kipekee wa kisiasa ulikuja mwaka 2007 katika uchaguzi wa urais uliokumbwa na utata. Tafiti za maoni ya kupiga kura zilionyesha kuwa Raila alikuwa na uungwaji mkono mkubwa, lakini tume ya uchaguzi ilimtangaza Mwai Kibaki kuwa mshindi. Ghasia na maandamano yalizuka nchini kote na zaidi ya watu 1,000 walipoteza maisha, huku mamia ya maelfu wakifurushwa makwao. Katika juhudi za kutuliza hali hiyo, makubaliano ya kugawana madaraka yalifikiwa kupitia mpatanishi wa kimataifa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, marehemu Kofi Annan. Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya mseto kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Hata alipokuwa waziri mkuu, Raila alibaki na msimamo wa upinzani. Baada ya nafasi ya waziri mkuu kuondolewa kupitia kura ya maoni ya katiba mwaka 2010, alirejea tena kwenye upinzani kamili. Aligombea urais tena mwaka 2013, mwaka 2017 ambapo alijiondoa katika marudio ya uchaguzi, na mwaka 2022, lakini hakufanikiwa kushinda. Mwaka 2013 alipeleka kesi mahakamani akipinga ushindi wa Uhuru Kenyatta, lakini mahakama ya juu ilitupilia mbali madai yake. Mwaka wa 2022, Raila aligombea chini ya muungano wa Azimio la Umoja akiwa na Martha Karua kama mgombea mwenza, lakini alishindwa na William Ruto. Alikata rufaa tena katika mahakama ya juu, lakini akashindwa. Kipindi chake kirefu akiwa upande wa upinzani kilimletea heshima na pia lawama. Mara kwa mara alishtumiwa kwa kutumia ukabila katika siasa, hasa akitegemea utambulisho wa jamii ya Wajaluo kama ngome yake kuu ya kisiasa, na hotuba zake zilizokosolewa kwa kuchochea mgawanyiko wa kitaifa. Hata hivyo, nafasi yake kama mzee wa siasa ilizidi kutambuliwa.
Mwaka 2025, Rais William Ruto alimpa jukumu la kwenda kupatanisha mgogoro unaoendelea nchini Sudan Kusini, ishara ya kutambua mchango wake hata kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa. Pia alilenga uongozi wa kikanda. Mwaka 2024, alitangaza nia ya kugombea urais wa Tume ya Umoja wa Afrika AUC, chombo kinachosimamia Umoja wa Afrika. Hata hivyo, alishindwa mapema mwaka huu na Mahmoud Ali Yusuf kutoka Djibouti. Maisha ya Raila Odinga yameelezwa kuwa mfano wa uvumilivu wa hali ya juu. Ingawa hakuwahi kuwa rais wa Kenya, anasifiwa kwa mchango wake mkubwa katika kupigania demokrasia ambayo Wakenya wengi wanafurahia. And I want to say that death is a necessary evil, and therefore there's no need to fear death. If you are sick, there are only two things that can happen to you. You will be treated and you will get well. You have nothing to fear. But if you don't recover, then you will die, because you will either go to heaven or to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry about. You will be okay. Even if you go to hell, there's nothing to worry about. You'll find so many of your friends. Farida Ali, An-Nisaa TV, Mombasa. Na tukisonga mbele na taarifa zetu, mpenzi mtazamaji, ni kwamba gavana wa Kharkiv Ole Sinehubo amesema hii leo kwamba zoezi hilo la uhamishaji linahusu mji wa Kupiansk ambao umekuwa ukizozaniwa kwa muda mrefu, hususan miji 40 na kuzihusisha familia 109 pamoja na watoto 601. Miji kadhaa inayopakana na eneo hilo tayari imeshuhudia wakazi wake wakihamishwa, huku vikosi vya Urusi vikijaribu kusonga mbele kuelekea upande wa magharibi. Mwishoni mwa mwezi wa Septemba, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwahi kuieleza hali katika eneo la mapambano la mji wa Kupiansk kuwa ngumu zaidi. Na tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba Israel inatarajiwa Jumatano kuruhusu kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah ili kuwezesha misaada zaidi ya kibinadamu kuingizwa katika ukanda wa Gaza. Hatua hii ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Takriban malori 600 yaliyosheheni msaada wa chakula, dawa pamoja na vifaa vinavyohitajika kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na vita yanatarajiwa kuruhusiwa kuingia Gaza. Siku ya Jumanne, Israel ilitishia kukifunga kivuko hicho muhimu cha Rafah kinachopakana na nchi ya Misri baada ya kudai kuwa Hamas ilishindwa kuheshimu makubaliano hayo kwa kutokabidhi miili ya mateka waliosalia. Mashirika ya misaada yametoa wito wa kuongeza mtiririko wa misaada huko Gaza, wakisema kuwa mahitaji ni makubwa mno. Na kwingineko ni kwamba Marekani imewataka wadau wote nchini Madagascar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalum cha jeshi CAPSAT kutoa madaraka nchini humo. Kikosi hicho kilitangaza kimedhibiti nchi hiyo ya kisiwa cha bahari ya Hindi baada ya wabunge kupiga kura kumwondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Hatua hiyo inakuja kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali ya Madagascar yaliyochochewa na ghadhabu za wananchi kuhusiana na uhaba wa umeme na maji. Kulingana na sheria ya Marekani,
serikali ya Washington inatakiwa ikatishe msaada kwa nchi iliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi, ingawa tayari utawala wa Rais Donald Trump ulisitisha msaada wa Marekani kote ulimwenguni. Kwa mjibu wa data rasmi, Marekani iliipa Madagascar msaada kiasi dola milioni 32 katika mwaka wa fedha uliokamilika mwezi uliopita, kiwango kikubwa kikitengewa sekta ya afya. Kufikia hapo ndipo natamatisha Dira ya Dunia. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za YouTube, TikTok na Facebook. Shukran za dhati kwa mhariri mkuu na mwelekezi Athman Luchi. Mimi nafahamika kama Farida Ali. Zidi kutazama vipindi vyetu vinavyofuata.